Je, unafahamu ni nani aliyekuwa mtangazaji aliyebeba sauti ya taifa zima? Sauti iliyosikia katika kila kona ya Tanzania na Afrika Mashariki, ikileta msisimko, habari za kweli na burudani isiyokuwa na kifani. Karibu ujiunge nasi katika safari ya maisha ya Charles Hilary, nguli wa utangazaji aliyeacha alama isiyofutika katika tasnia ya habari na michezo. Katika dakika hizi chache zijazo, tutachunguza kwa kina maisha, kazi, mchango wa mtu aliyefanya historia kwa kuleta sauti ya mpira wa miguu na habari karibu na mioyo ya mamilioni ya Watanzania. Utajifunza siri za mafanikio yake, changamoto alizokumbana nazo na kwa nini jina lake linahifadhiwa kwa heshima kubwa hadi leo. Usikose, kwani hii ni hadithi ya mtu aliyeweza kuleta mabadiliko makubwa na kuhamasisha kizazi kizima cha wanahabari na mashabiki wa michezo. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Rest in peace, pumzika kwa amani ndugu yetu, faza yetu Charles Hilary, miongoni mwa watu ambao msiba wake umeumiza watu wengi sana. Naomba nitoe maelezo kumhusu Charles Hilary kwa ufupi. Charles Hilary Nkwanga alikuwa ni mwanahabari mkongwe na mtaalamu wa mawasiliano aliyeacha alama katika sekta ya habari Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Alizaliwa mnamo mwaka 1959 katika kata ya Jang'ombe, Zanzibar, na familia yake ilihamia Dar es Salaam mnamo mwaka 1962. Alisoma shule ya msingi Ilala Mchikichini, Dar es Salaam, ndipo alianza safari yake ya elimu na maisha yake ya baadaye. Kazi yake ya utangazaji ilianza rasmi mnamo mwaka 1981, Radio Tanzania Dar es Salaam, RTD, sasa hivi TBC, ambako alitumikia kwa miaka 13 hadi 1994. Baada ya hapo alijiunga na Radio 1 Stereo, kituo cha kwanza cha television Dar es Salaam kilichozinduliwa na Reginald Mengi, ambapo alifanya kazi kama mwandishi na mwasilishaji wa habari. Mwaka 2003 Hilary alijiunga na DW redio ya nchini Ujerumani, na baadaye mwaka 2006 akaenda London kufanya kazi BBC Swahili Service. Hapa alipata umaarufu wa kikanda kutokana na sauti yake ya kipekee na ufanisi wake katika utoaji wa habari. Mnamo mwaka 2015 alirudi Tanzania akajiunga na Azam Media, ambapo aliongoza idara ya redio ya Uhai Radio hadi 2023. Katika kipindi hiki alisaidia kukuza na kuboresha huduma za habari za ndani, akisisitiza ubora na uhuru wa vyombo vya habari. Mnamo Disemba 2021 aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu ya Zanzibar na msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Katika nafasi hii alijitahidi sana kuboresha mawasiliano ya umma, kuongeza uwazi wa serikali na kuimarisha ushawishi wa vyombo vya habari katika mchakato wa kisiasa. Charles Hilary alikuwa pia mlezi wa wanahabari vijana, akisisitiza umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na mageuzi katika tasnia ya habari Tanzania. Alijulikana kwa uadilifu wake, taaluma ya hali ya juu na mchango mkubwa katika kukuza sekta ya habari na mawasiliano. Alifariki dunia alfajiri Mei 11, 2025 akiwa na umri wa miaka 66. Familia na viongozi wa serikali ikiwemo Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi walimpongeza kwa mchango wake mkubwa na kumtaja kama mtu mwenye mchango mkubwa katika tasnia ya habari na mawasiliano. Mazishi yake yamepangwa kufanyika Zanzibar, nyumbani kwa familia yake Makadara, ambako ndugu zake na jamaa wanakusanyika na kupanga taratibu za mazishi na kutoa heshima za mwisho kwa mwandishi huyu mkongwe. Kwa ujumla, Charles Hilary alikuwa ni mwanahabari aliyekuwa mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya habari Tanzania na Zanzibar, akitumia sauti yake kuelimisha, kuhamasisha na kuleta uwazi katika serikali na jamii kwa ujumla. Mchango wake utaendelea kukumbukwa kwa miaka mingi ijayo. Charles Hilary alipata umaarufu mkubwa kupitia vipindi vya michezo, hasa utangazaji wa mechi za soka, na alikuwa miongoni mwa watangazaji mahiri wa habari za michezo nchini Tanzania. Kikweli ni msiba ambao umegusa watu wengi. Tunatoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki na wote ambao wameweza kuguswa na taarifa hizi, lakini pia tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kupumzika kwa amani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Pumzika kwa amani Father Charles Hilary. Nimekuwa nikisikiliza interview zake baadhi kipindi cha nyuma, na moja ya interview ambayo niliwahi kuimfuatilia vizuri ni ile alifanya kwenye Salama na pamoja na Salama. Ni mtu ambaye family guy, mtu ambaye ana upendo wa kweli na mke wake. Hasa nataka nikwambie kwa ufupi yale ambayo ulikuwa uyafahamu kuhusiana na Charles Hilary. Wakati anatangaza Radio 1 Stereo, ambapo alikuwa anaendesha vipindi maarufu kama Charanga Time, ambacho ni kipindi kilipendwa sana na kilimpa umaarufu mkubwa, na ni kipindi ambacho pekee kilimpatia jina la utani la mzee wa charanga. Sasa umaarufu wake unatokana na mambo yafuatayo: moja, kutangaza mechi za soka kwa ubunifu na msisimko mkubwa. Charles Hilary alikuwa mtangazaji wa kwanza Mtanzania kutangaza fainali za kombe la dunia
kwa Kiswahili moja kwa moja akiwa uwanjani wakati fainali hizo zinapofanyika Afrika Kusini mwaka 2010. Hili lilimtofautisha na watangazaji wengine waliokuwa wanatangaza kupitia runinga bila kuwa uwanjani. 2. Sauti na lafuzi yake ya kipekee. Alikuwa na sauti yenye mvuto, lafuzi nzuri ya Kiswahili na uwezo wa kuelezea matukio ya michezo kwa ustadi mkubwa kiasi cha kumfanya msikilizaji ajisikie kama yuko uwanjani. 3. Uwezo wa kutangaza vipindi mbalimbali. Mbali na michezo, aliwahi kutangaza habari na vipindi vya burudani, na alikuwa pia na misamiati mipana, sitiari na misemo ambayo ilimtofautisha na watangazaji wengine wa kizazi chake. Kuwafundisha na kuwalea wanahabari vijana. Alikuwa pia ni mkufunzi na mlezi wa watangazaji chipukizi, akiwafundisha kwa ukali lakini pia kwa ucheshi na huruma, na aliheshimika sana kwa mchango wake katika kukuza kipaji cha hali ya juu na uadilifu. Hii ni moja ya sifa kubwa sana ambayo amekuwa nayo na ameishi nayo Charles Hilary, na tutamkumbuka nayo milele. Alijulikana kwa weledi, kipaji cha hali ya juu na uadilifu. Hii ni moja ya sifa kubwa sana na nguzo kubwa ambazo tutamwenzi nayo na tutamkumbuka nayo milele, kwani alijulikana kwa weledi, uzalendo na uadilifu katika kazi yake, na aliheshimika kama mmoja ya nguli wa watangazaji nchini. Kwa ufupi, Charles Hilary alijulikana zaidi kupitia utangazaji wa mpira wa miguu, yani soka, na hasa kupitia Radio Tanzania ambayo sasa hivi ni TBC, Radio 1 Stereo, DW, BBC pamoja na Azam. Ni mmoja wa watangazaji wakubwa sana kutokea hapa Afrika Mashariki. Ni miongoni mwa watangazaji ambao Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine walimpongeza kwa mchango wake mkubwa katika kukuza sekta ya habari na kusimamia mawasiliano ya serikali na ufanisi na weledi wa hali ya juu. Hivyo kiukweli ni msiba ambao umegusa watu mbalimbali, ni msiba wa taifa. Kiukweli taarifa za msiba wake ni taarifa ambazo zimegusa watu wengi, na tunatoa pole tena kwa ndugu jamaa na marafiki na wote walioguswa na msiba huu, especially familia, lakini pia kwa wanahabari wote ambao tuko kwenye tasnia hii. Ni mwenzetu, ni ndugu yetu, ni faza yetu. Kwa tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kupumzika kwa amani. Asante sana kwa kutazama video hii ya kusisimua kuhusu maisha na mchango wa Charles Hilary, sauti iliyobeba historia ya kuleta mabadiliko makubwa katika utangazaji wa Tanzania na Afrika Mashariki. Tunatumai kwamba umejifunza mengi kumuhusu mtu aliyeweza kuleta mwanga na msisimko katika kila neno ambalo aliweza kutangaza. Kama umependa video hii, usisahau kuweza kulike, lakini pia kushare na marafiki zako, kudrop comment yako, lakini pia kujiunga nami kwa kusubscribe ili usikose hadithi nyingine ambazo zinahusu watu mashuhuri waliobadilisha maisha yetu kwa namna moja ama nyingine. Pia tupo tayari kuweza kusikia maoni yako. Niambie katika sehemu ya comment section kwamba ni kipengele gani ambacho basi kimekuvutia kumuhusu Charles Hilary. Na kama unataka video za aina kama hii au hadithi za maisha, tuachie maoni yako tuweze kujua wangapi wanawaza nini. Tutakutana tena kwenye video ijayo, hadithi nyingine ya kusisimua. Nani ambaye unatamani kuweza kufahamu maisha yake au kufahamu historia yake kwa ufupi? Tuachie comment yako hapo chini bila kwenye comment section. Usisahau gonga like kwenye video. Till next time, bye bye. Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.